maana haitaki. Leo hii ujanja umetokea mataifa yote. Wanasema kilimo cha kisasa. Maana dunia haitaki kwa mwanadamu chakula ili afya. Kwa sababu ililaaniwa. Laana hii ilitokana na nini? Waliambiwa msile ule mti. Hawakuwa wameambiwa kwa nini. Lakini Bwana akamwambia siku mtakula hakika mtakufa. Sasa hawakujua ardhi imefikia. Huwa ardhi inafikia. Na shetani pia anafikia. Kwa hivyo shetani akawa ni shahidi wa kujua wakila watakufa. Nayo ardhi ikafahamu wakikosea nitawavita hapa ndipo mtoa huyu na atatoka tena. Vitu viwili vikawekwa na Mungu kwa neno vikasimama. Wapendwa, ardhi ikikukataa unaenda vibaya. Ardhi ilazimishwa kukataa kutoa mazao na ikapewa nafasi na kinywa kikafunguka na ikaambiwa ule mtu akaambiwa utarudi kwenye mavumbi. Mavumbi ndio yatakao kupokea. Wala si malaika. Mnatembea malaika chukua hiyo roho. Na nataka hiyo roho kakaenda mbinguni kama mpira wa tenisi. Hizo ni nyimbo za biolojia. Bwana ametoa, Bwana amechukua. Kwani anachukua hewani, si anachukua kwa makubaliano? Ati amechukua na mmekubaliana naye nini ili achukue? Sijui nini na nini. Na nyimbo ziimbwe za aina hii. Maana sasa hivi na hivi tunaendea mtu akirudi mavumbini. Lakini ukweli ni kwamba alisikia sauti ndio akakosea akala ili ardhi ifunue kinywa ipokee. Maana yeye naye ni mavumbi na mavumbi yakarudi mavumbini. Full stop. Bwana kanyamaza na akachana na nani. Nataka nikwambie kweli. Ardhi ndio uti wa mgongo kwa katiba ya Tanzania. Ardhi wanaita ni uti wa mgongo wa Jamhuri ya Muungano. Kwa hiyo hakuna mtu mwenye uwezo wa kumiliki kwa hati kama Kenya. Kwa nini? Nyerere alijua uti wa mgongo ambao watu wanarudi ukiwa watu moja watu watazikwa siku moja hewani. Karibu tutazika watu hewani Kenya. Ama tuanze kuchimbia watu makaburi kwenye maji kama kina Osama. Maana sasa hivi kila mahali ukigusa ni pango. Ukigusa mahali ni pango. Nenda haya makaburini haya kaji umeweka. Naye huko inalipisha 300. Ukigusa kwa na kaji ndio huyu na hela. Mwisho asiye na hela atazika hewani. Hewani kuna udongo wa kurudisha mtu. Kuna mafuta ya kuweka mtu. Kwa hiyo mtu amenyang'anywa nadharia za kiukoma za kitajiri, asili ya zamani yake ilishaenda. Kwa njia ya dhambi na njia ya kusikia. Kwa hivyo ogopa sana wewe unayekaa nchi hii. Bwana Yesu akubariki mapema ununue kachombo na waone watoto wasiuze. Maana wakiuza siku moja utawazika baharini ama uwateketeze na moto. Kwa sababu watu wamechukua sehemu ya uti wa mgongo hata wa maagano ya Mungu kupitia Biblia. Maana ardhi ndio maana Waisraeli hawakuruhusiwa kuuza ardhi. Na ndio maana ilikuwa siku za kukombolewa. Ili baki ni chombo tengwa chenye thamani kiwezacho kuwapokea wengine. Maana ikiuzwa iishe, hakika watu wataenda kutupwa baharini ama wachombo. Ukitaka kufa mapema cheza na ardhi. Ardhi ni hatari kwa usalama. Na ndio maana ardhi ikalaaniwa. Na ukitazama hata wewe mwenyewe utaangalia. Utaona jinsi hali ilivyo duniani leo. Nchi yetu imegawanyika kwa mabara matano. Bara la kwanza, hebu tuende Hesabu mlango wa 14. Kabla sijaingilia haya mabara. Twende Hesabu kitabu cha Hesabu mlango wa 14 mstari wa 6 ili niingilie kwenye mabara. Sasa ni kufafanulia ardhi. Tuko kwenye neno la ardhi leo. Ili ulionayo uitunze, na kama Mungu amekubariki ununue nyingine. Maana katiba ya Kenya inaruhusu ununue. Na iwe yako umiliki kwa njia ya title. Katika Hesabu mlango ule
wa 14 mstari wa 6. Soma kwa haraka. Kitabu cha Hesabu. Inasema nini? Na Yoshua mwana wa Nuni na Kalebu mwana wa Yefune ndio walikuwa miongoni mwao walioipeleleza nchi. Walioenda kuipeleleza nchi. Wakararua nguo zao. Wakanena na mkutano wote wa wana wa Israeli wakasema, nchi ile tumeenda. Nchi ile tulipita. Kati yake ili kuipeleleza. Ni njema mno. Yajabu sana. Endelea. Ikawa Bwana atatufurahia. Atatuingiza katika nchi hiyo. Atupe iwe yetu. Nayo ni nchi yenye wingi wa maziwa. Hebu nisikilizeni wapendwa. Amen. Nisikilizeni. Hiyo nchi inaanza kuweka sifa zake. Sifa ya kwanza ina nini? Ni nchi ya maziwa. Ni nchi ya maziwa. Wamasai wanaita wole. Maana imejaa na hasara. Wacha nikwambie mpendwa. Ukisikia nchi imejaa maziwa, ujue watu wa nchi hiyo hawana kibeno hovyo wala wanakasema. Nchi inakuzalishia kasi. Ndio maana Nyerere akasema hivi likiwa na mtu mmoja. Kasi huwezi kupata kwa njia yote kwa kwenye mifupa. Mifupa inatoka kwenye ardhi na kwenye mboga za kijani. Sasa Mungu ni mwanasayansi. Aliwatuma wapeleleze maisha yao ya kuwaweka, maana hayawezi kwenye kikapu kama sahani. Mungu anajua nchi ndio imebeba maisha yako. Ardhi ndio imebeba uhai wako. Ndio maana ikawekewa mpaka manadharia imejaa asali na maziwa. Katika nchi ya dunia leo, ardhi inayozaa kwa wingi kitu kitamu kama asali ni nchi za Middle East, ikiwepo Israel, ikiwepo Kuwait, Misri, Syria, Lebanon. Zina uwezo wa kuleta tende. Unakulana tende unashiba. Ukiwa na kikombe cha maziwa, siku 3 zinakutosha kwenda bila njaa. Lakini panda hizo tende Afrika. Panda Kenya uone. Panda Burundi au Rwanda. Wajua Mungu ni mmoja. Alielewa hawana wapeleka nchi itakayowazalia kando na nyuki nyingine afanywa kwa njia. Lakini mwanadamu lazima ategemea asali ya nyuki. Umechelewa kuliko gari za mchana. Nyuki wanaweza isha, lakini mbegu haziwezi isha. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Ardhi ikikukubali, imekukubali wewe tajiri. Leo hii Kenya hii tunaishi, mkoa unaosumbua watu ni mkoa wa kati Mwanza Central. Maana watu walijua kutolea dhabihu ardhi na miti yao kwa mifumo. Ikazaa kama wengi. Ukitaka kuwa Kenya halisi lazima uende. Na ukitaka kuwa rais wa Kenya lazima usaputiwe na sema. Maana iko madhabahu ya mababu iliyopokea nadharia za sadaka na kafara na dhabihu. Majuku hayakauki. Kahawa iko. Watu wengine ni matajiri. Wamepambiwa akili. Ndio wakufunzi wa biashara inakuja masakina kati. Wewe unasongea. Nenda Ilula. Nenda Isaka Tanzania zote. Uende mpaka huko wanakoita Mwanza. Uende kabisa wafanya biashara nzuri. Kutoa mkono. Hapa wanaita wilaya Ikulu Ilala. Nenda kule utaona hii bali ya kitabu na peleka kuna leo ya kwa. Kwa sababu walikubaliwa na ardhi. Ardhi ikubali ndio maisha kuliko kuweka benki kwenye M-Pesa. Ardhi ikubali na kubali na unafikia wewe ukitembea kwa kubali. Kwa hiyo lazima unakanyaga ardhi hiyo kukubali. Hakikisha unanena na ardhi yako kukubali. Nimeenda mpaka Kitui. Nikatafuta kama nitaona ndege. Hakuna ndege wa kuweza kupasa, hakuna.
Kwa hiyo kama unategemea ndege utalala sana. Hakuna ndege. Nchi ile ni kavu wanakaa sana kwa kutoa maji. Kwa sababu ile nchi imejaa ugumu na ukavu. Waliotangulia hawakuiendea. Wala haikuwa madhabahu. Wala haikumpendeza Mungu. Mungu akakataa pale. Leo hii dua na sala ndio wanahitaji mpaka leo. Na ndio maana hata ikizidi na hapo hapo ndio Kenya tangazo ni jaza hii pamoja na mimi na huku mashariki. Kwa sababu watu hawakujua madhabahu. Na ndio maana huyu hata ili akubalike jamaa ardhi ikataa. Ikatae wewe ulime. Maana kiwalimu ardhi wewe ni hewa. Mungu akikunyang'anya ardhi huna mahali pa kusimama, labda usimame pekee. Maana huko ndio labda kuna kitu cha kusimamia. Mungu akikunyang'anya ardhi amenyang'anya sehemu ya maisha yako yote. Na ndio maana ikalaani. Tunaishi katika nchi iliyotolewa matamshi na Mungu. Imejaa laana ya kutukataa. Tena imefungua kinywa ikubali kabisa hata roho zetu. Mungu akamwambia Kaini, maana umemuua ndugu yako. Ardhi ikafungua kinywa, ikapokea damu yake. Nasikia inanililia. Kutoka leo nimelaani tena. Hutakuwa na makao, wala sehemu utakuwa mtoro wa kutembea. Hatuna habari na kifo cha Kaini alipoona. Kwa hiyo Mungu aliondoka na kuja Mungu. Angalia usije kuondoka kana wewe kulia. Mungu akamlaani mpaka akaondoa kaburi. Biblia haisemi alikufia wapi au alienda wapi. Maana ardhi ilielekezewa nyuma, ikakataa hata mavumbi kumpokea kwa mavumbi. Amebaki hakuna anayeelewa. Na shetani maana anataka kuzimu anangoja jehanamu. Lakini Kaini kwa sababu ardhi alikosa mpaka kuficha. Angalia usikose mahali pa kuficha pia. Jina la Bwana Yesu libariki. Hili lazima tujue ardhi ina maana ya kunenewa sasa kwa njia nyingine, maana Bwana alikuja akakomboa ardhi pamoja na sisi. Kama isingekombolewa ingebaki hivyo. Na ndio maana siku zile za nabii Samueli alipokufa, palikuwepo na mwanamke mwenye pepo la utambuzi katika mji wa Endori, ambapo Sauli alienda kuuliza, naomba uniamshie mtu mmoja katikati ya manabii na hasara za Samueli. Mungu akanyamaza, maana alikuwa kumnyamazia Sauli. Biblia inasema Sauli hakumtii Mungu. Neno la Bwana linasema angalia kutii bora kuliko dhabihu. Na hakusikia zaidi ya mafuta mbele. Kwa hiyo Mungu alipomkataa kwa angalia zote hizo tatu, alikuwa amemwachilia mbali, lakini alikuwa hajamuondolea ardhi. Asingeonekana pa kuzikwa ama mizogo yake isingeonekana pa kuwekwa. Angekuwa hayawani kuliko ndege. Lakini Mungu akamkubali. Mungu akakubali sana za Samueli. Naye Samueli akafa. Sasa Samueli alienda kuamshwa. Na maandiko yanasema eti ni Mungu mzee anashuka. Ukisoma pale 28. Na hakuna Mungu mzee anaweza kutoka kwenye ardhi. Haikuwa Samueli. Ni mpaka wa shetani kuonesha naye anaamsha watu wakiwa wamekufa. Maana Mungu atazeekana. Danieli ndiye anasema habari za mzee wa siku. Lakini anasema akitoka mahali. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Ardhi ikikukubali unakuwa wewe ni makini. Na ndio maana watu wa mkoa wa Kati wanatembea wakiwa wameshika ardhi. Maana kila alipo lazima awe na ardhi. Maana najua ardhi inanena maisha yake. Na hayawezi kuwa kwenye kitabu ama kwenye pesa ama kwenye akaunti. Unaweza weka vitu vyote, lakini maisha yako huwezi weka huko. Unaweza ukakubalika kukaa kila mahali, lakini kikao chako cha milele ni kwenye ardhi. Maana ndio linasema kwenye mavumbi utarudi. Sasa Mungu akikukubali, ardhi ikikukubali, hata utajiri, ufahamu, akili, kila kitu kinaendelea kusonga mbele. Jina la Bwana libarikiwe. Hii ndio maana unaona mkoa wakati umekuwa na nguvu. Ukitaka kuwa na urais lazima upitie njia za madhabahu. Na sisi ni mashahidi wala tuingilii huko. Tuliona ili upate rais lazima kwanza upitie wapi? Kanisani. Maana madhabahu zilianzia
Wakoloni walikuta Mkikuyu na madhabahu, akitazama Kianjae, sijui Kirinyaga, Mlima Kenya, akiabudu na mnangora na maziwa pamoja na kondoo, na akiwa chini ya mti unaoitwa mfumo usiokauka. Na sasa akaelewa jinsi ya mielekeo, hivyo akawa na uwezo wa kuwa na utajiri na kuimiliki hiyo ardhi. Hadi nilipomkubali, nikamkubali mpaka kaenda Tanzania mkubali, hata Ulaya inamkubali. Leo lazima tuiambiane nitukubali. Na usidanganywe na mtu. Usidanganywe na mtu. Hakuna mtu Kenya atatawala bila nguvu ya madhabahu. Uongo mbaya. Hata kama anajua kuongea kuliko tarumbeta, lakini nguvu ya madhabahu imeondoka, hayupo. Hata shetani ikiondolewa hata kuwepo. Maana yuko kwa sababu ya kuwafundisha watu. Unajua shetani angemaliza siku nyingi lakini yuko kwa sababu ya kufundisha watu. Kaini pia alisongezewa kila kitu. Hata leo hakuna kaburi lake, wala hakuna tasbih au msalaba au dua usala ya kumzika, hakuna. Maana ardhi ililaaniwa kwanza, halafu akaepushwa nayo asiwe na makao ama sehemu ya kujenga. Ukitaka kujenga unajenga juu ya ardhi. Ukitaka kulea watoto vizuri unawalea juu ya ardhi. Ardhi ikikukataa itakataa kwa watoto wako. Hii ndio sababu ya ni lazima tuongee vizuri kwa lugha ya Roho Mtakatifu na Mungu. Ardhi tukubali kwanza. Leo hii watu wote Kenya nzima wana copy zetu. Tanzania hii yote ina copy zetu, kwa sababu ni watu waliobarikiwa. Hata ukiwafunga kama unafunga na mikatare utawakuta wameenda. Mkoloni alijaribu hilo akashindwa. Alifanya mikutano Geneva ikamshinda, akafanya London ikamshinda. Mwisho anasema napeana uhuru na nenda, maana hao wamekubaliwa na nchi yao. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Hata shetani alifanya mikutano akashindwa. Shetani mwenyewe licha wanadamu wasimama wafanye mikutano watashindwa, maana madhabahu imekubali. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Na hivi sasa madhabahu kupitia maneno ya uzima, na sisi tunaokaa kwenye dua siku nyingi na kulia na kuomboleza, tumeona mtu mwingine ambaye madhabahu imemkubali. Watu wanakubaliwa na madhabahu. Hawezi kuwa na maisha bila kukubaliwa na madhabahu. Huwezi kukubalika bila kukubalika na madhabahu. Madhabahu ikamkubali Yakobo katika mji wa Lulu alipolala kaamka. Akasema mahali hapo panatisha kama nini na amesikujua. Akachukua mafuta akamwagia jiwe. Akasema hapa ndio nyumba ya Mungu. Basi Mungu kinibariki kwenda kwa Labani, nikirudi nitatoa fungu la 10 na sadaka na dhabihu mahali hapa. Tangu hapo huyo mtu akanyoosha uso kwa Labani akiwa na fimbo. Maana ardhi imemkubali, akapata ng'ombe, akapata mbuzi na vitu vingi. Labani akamnyang'anya mara 10. Mungu akabadilisha ngozi za zile ng'ombe zikawa kama chui. Pakawepo na kizazi duniani cha chui lakini zinapenda. Leo za namna hiyo zikiwa, sababu watasema kuna mtawi hapa. Kiwende kute ng'ombe ni chui lakini napenda. Lakini na gani? Lakini napenda. Lakini ni chui. Biblia inasema zingine zikawa na milia kama pundamilia. Kwa hiyo Labani alipoamka akashangaa ni kizazi gani kimetua duniani kwa njia ya Yakobo. Ukikubaliwa na madhabahu una sifa. Madhabahu yakikukubali na ardhi zikishikamana una sifa. Una uwezo wa kufanya mpaka kuwa ng'ombe. Maana ardhi na madhabahu zinakubali. Alimwambia Labani utaninyang'anya mali tena. Kutoka leo ng'ombe zote zenye marakaraka zitakuwa sana. Na zile zenye milia kama pundamilia zitakuwa sana. Zakoni zile zitakuwa plain. Akachukua mishipi ile mizigo ya mishita, akaibambua kaeba baka. Ng'ombe kime kiangalia inakuwa na hiyo rangi. Science, teknolojia. Ya mtu aliyekubaliwa na ardhi anajua kubadilisha miti na kubadilisha wanyama.
ili upone. Madhabahu ikukubali na ardhi ikukubali. Na hapa kuna mtu anaweza kumtoa. Sitasema ni nani madhabahu umkubali katika mkoa wa Kati, lakini tayari kuna mtu mmoja umemkubali. Watu wakisimama mbele yake wamegeuka, wanaisha. Yoshua aliambiwa na Mungu, hata kuwepo mtu wa kusimama mbele yako bado umepeleleza nchi ya Yeriko. Maana unaijua kwa undani na mapana. Sasa na mimi ndio ni Mungu sita hata kusimama mbele. Maana alikubali na madhabahu. Kwa hiyo siku za Joshua hakuna mtu angesimama hata kama ana mikutano. Licha ya jambo. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Alipomkubali Ibrahimu, alipomkubali Isaka akasema, tazama harufu ya mwanangu ni kama shamba alilolibariki Bwana. Oh, ni kama shamba. Kwa hiyo Mungu kumbe baraka zake za kina zimetoka shambani hapo mbele yake. Akamwambia sasa mizabibu na divai unywe vizuri likufaa. Na kwa sababu kukubaliwa na ardhi lazima niweke njia. Sasa atakaye kulaani abarikiwe na atakaye kubariki abarikiwe. Kumbe ardhi ikikukubali inamfanya Mungu aweke ngao ya kwamba wale wanakujia usiku kuchukua kwako mchanga wakafanya uchawi wanaenda kufa kaburi. Maana ule mchanga hawataki hata wao. Ndio maana akaambiwa atakaye kubariki abarikiwe, atakaye kulaani alaaniwe. Maana madhabahu imekukubali na ardhi imekukubali. Wakati huo tayari ameshakimbia, ameondoka. Esau akaja naye anataka baraka za ardhi. Baba, nimeleta mawindo ndio hii, naomba unibariki. Basi yani Isaka akatetemeka. Biblia inasema magoti yakagongana, kiuno kikalegea. Akamuuliza ni nani? Akamwambia ni yule Yakobo. Hakuitwa Yakobo bure, maana ni mwongo mjanja. Wao wana sehemu ya muda mchache, maana hata kama watabarikiwa wamenanganya wataenda kushindwa kulala. Maana Yakobo sikula kulala. Anaujana ameiba mpaka na ulinzi wa kwanza, amebarikiwa ni shamba ambalo harufu yake ndio baba. Yaani ni shamba alilolibariki Bwana. Harufu. Yaani Bwana tabariki mpaka harufu. Watana na hii marashi. Wale wanajipaka unawajua. Unajua wanajiingiza kwenye shamba na Bwana ndio yao ni harufu. Harufu gani na imajini wanayavuta. Paka ukila unga wao unanuka hivi. Ndio. Isawa wanazo. Tunawaona. Lakini hawana roho. Na sisi tukikaa vizuri za rohoni na za mwilini wakaziona. Ni kweli wanazo. Na nitakwambia sababu hiyo. Basi Mungu akamwambia Ibrahim, nitakubariki na wazao wako juu ya uso wa nchi. Mahesabu ya vumbi ya bahari ukihesabu utahesabu wako. Hivyo Mungu akaweka kwenye ardhi mahesabu ambayo yanamkwamisha mwanadamu kukaa shuleni. Unaona mtu anabarikiwa na ardhi ya Mungu. Madhabahu ikafanya na nguvu ya utumishi yeye kwenye mahesabu ya ili wanadamu washinde. Maana wewe ndio wakahesabu zile nguvu sawa na wewe kuja kwenye mafunzo wakashinda kuhesabu. Ndio maana pepo ile kama anachukua hata kwenye makwapa. Maana sehemu hizo ambazo zinashana makwapa. Wale alitoa moto uliobaki. Lakini hakupata. Lakini baba yake akamwambia basi nisikilize. Hii dunia kwamba na kuongea
kuzaa. Ila kuongeza bakishishi lakini ukufaa. Akamwambia, kwa upanga wako utaishi. Hili baraka kuambiwa uende na panga. Kwa upanga wako utaishi. Na konga ndio shingoni mwako, ndugu yako akinyamaza vizuri ukilichukua utamlania, lakini atakulania. Ile kwa bahati mbaya tu mtoto wako unafanikiwa. Mwaka jana tarehe 7 alifanikiwa kidogo tu, wote tuna 200. Akasakwa kama omba mganga. Akasakwa na makombora yaliyokuwa yamesababisha nyumba kama vile yeye nikakutana na mama ninakona. Maana nao walimezwa na hao. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Maana dada ninakona walimezwa na moto na wakamezwa na sasa makombora yalipiga nyumba yanaenda kuungana na dada ninakona. Na hivyo hata njia ya kuwasaidia hakuna, wanafukiwa bila unabii wala tasbihi wala sala. Wamasai wanasema wanaijinga mgoro hawa wamechelewa. Maana Wamasai wakilanga kukutuma upesi wanakutuma ukarukie kwenye shimo. Hawakutumi ukaingia kanisani kwenye shimo. Maana wanajua ukiingia kwenye shimo hueleka. Kwa hiyo ndivyo ardhi ina uwezo wa kuwavuta kwa sababu ya laana. Kwa hiyo mganga mbaya ni yule anayechukua nyayo na kuchukua mchanga wa kaburini. Huyo muogope sana kama utakaa ndani ya Yesu. Maana ameshika sehemu nyeti za maisha na uhai wako. Lakini huyu mwingine wa kutembea akiimba, mwacha aipe nyimbo hata za midumange haepo. Haupati chochote. Jina la Bwana Yesu libariki. Unajua watu hawaelewi neno wanalisikia. Hawaelewi neno watu wanasikia tu. Wanabeba Biblia kama jiwe. Hawaelewi uwezo ulioko pale ndani. Wala hawamuelewi mwenye neno lenyewe. Ingawa Bwana asifiwe ni wimbo wa siku zote. Hayo ni korasi. Hata mwizi akitaka kuimba anasema Bwana asifiwe. Watu wanasema ameni. Kumbe anataka aibu. Waizi Kenya hii hawatumii jina lingine, wanatumia Bwana asifiwe. Hawa wamekuwa wezi na wanyang'anyi. Labda baadaye Mungu akupe kwa juu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Mungu akamwambia Ibrahimu, nenda katika nchi nitakayokuonesha. Maana nchi ya Uru wa Kaldayo, hapa ambapo Babeli ilijengwa, ikang'olewa kwa neno la hekima cha Yeremia. Hiyo ikafutika, ikaja kutengenezwa na Nebukadneza. Nikampa majani, hapa siko mahali napotaka ukaa. Nenda mpaka ile nchi ambayo nitakuonesha. Kwa hiyo Mungu pia anajua nchi nzuri ya kufaa maisha yako. Mungu anajua kikapu kizuri cha kubebea uhai na mali zako. Sio M-Pesa. M-Pesa ni nzuri. Usiache kubeba M-Pesa. Ila haiwezi kubeba mpaka na mwili na mafundi. Ina uwezo kubeba shekeli peke yake. Lakini ardhi hiyo iliyoandaliwa isitoe chakula ina uwezo wa kuuza. Akaambiwa nchi unayoenda kukaa imejaa asali na maziwa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Nchi ya Israeli leo hii ndio inaongoza duniani, inayoweza kutoa nyanya iliyo na kilo 1.5. Hata Kilimanjaro na mvua nyingi hawawezi kuvuna nyanya kilo 1. Hawawezi. Ng'ombe anayetoa lita 100 ndani ya masaa 24 unakuta Israeli. Maana Bwana alisema kumejaa asali na nini? Na maziwa. Na yeye si Asmani. Maana Asmani aliwatesa kule, wakamjua, wakamtibua. Ndio maana wakasema Mungu si Asmani. Akisema ni Mungu amesema. Asmani akisema ni mtu. Tangu leo kama hapa Mungu si Asmani. Wewe una Asmani wangapi ndani ya moyo wako? Wasio kujibu neno lolote. Wanadamu ndiye Asmani mbele. Lakini Mungu si Asmani. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe.
Jamani, si mnaona kulivyo kukavu kwa Waarabu? Wanavuna petroli siku na mchana. Maana ilisemekana pasipo umande hakuna. Petroli inajikusanya chini na lami na diesel. Waafrika wote huko. Hata weupe na wazungu huko. Hawali ni matajiri. Kwa sababu wao pia kwa sehemu ni wazao wa Ibrahimu. Ibrahimu alizaa Hajiri, alizaa na mke Hajiri Misri. Sasa lazima angewatupia kidogo watafunage. Lakini hao wengine wanalima vibaya. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Zile nchi zimebarikiwa, zina mafuta usiku na mchana. Na dunia nzima inafanya biashara na Waarabu ya kupindukia. Na pesa zilizo duniani nyingi zinapelekwa Uarabuni, lakini Ulaya zinapelekwa za silaha. Kitaka kununua makombora mazuri Marekani. Maana huo ni ufahamu, maana aliambiwa yeye atakuwa bwana wa ndugu zake. Kwa hiyo walipohamia Marekani wakawa mabwana kwa njia ya sera. Ukitaka TikTok kuifanye, ilitengenezwa mwaka wa 1967 na Mwisraeli katupwa hiyo kule Marekani, ndio inaendesha hizi zote vyombo hapa. Kwa hiyo ni lazima ukubali tu, maana atakaye cha Mungu wasema iname. Sasa ni lazima upeleke pesa Israeli, maana baba wa teknolojia ni yeye. Ukitaka silaha karibu iongee kama mwanadamu ni yeye. Hata kama unamchukia itabidi umsalimie. Maana watoto wa mama yake waliwekwa watumwa kwake. Na neno la kinywa cha Isaka. Maana ardhi imefanya nini? Imemkubali. Na ametia madhabahu na kuinua ile jiwe kwa mafuta. Sasa ameweka muhuri. Maana mafuta yanatawaza mbinguni na duniani, ufalme, mamlaka na utajiri. Ndio maana lazima tuwapake watu mafuta ya utajiri. Maana hayo yaliyosababisha Yakobo kuwa alivyo leo. Vinginevyo angekuwa masikini. Na hivyo basi alikubali kama mazao na matunda na maziwa. Anafanya biashara na dunia nzima. Maana alikubali. Ndio maana nasema, angalia harufu ya mwanangu ni kama shamba alilolibarikiwa. Harufu tu yenyewe sio ya marashi, ni kama shamba alilolibarikiwa. Ondoa midarasini pale. Ondoa hizo takataka zingine. Maana neno linasema harufu yake ni kama shamba alilolibarikiwa. Oh, jina la Bwana Yesu libarikiwe. Mungu wetu wapendwa, ni kwa vile hatumjui vizuri. Wapendwa, ni kwa vile tumekaa kama tuko mipakani kwa Mungu. Amini nakwambia ukweli. Tuondoke mipakani tukae ndani. Muone jinsi ilivyo. Ndio maana nasema onjeni muone. Sio msikie. Onjeni muone. Nchi ya Uturuki ambayo ina milima ya Seiri, Uturuki inaitwa Turkey. Inahesabiwa na G7 nchi za Ulaya Magharibi. Maana aliambiwa, angalia, pasipo umande wa mbinguni uvune siku zote. Na ushibe na ukae salama. Vya utajiri na mali nimekupa. Dhahabu zinazotoka Uturuki za Tanzania zina kazi. Lami inayotoka Uturuki ikijenga na Wachina huwezi kutoa kokoto. Highway zote zilizojengwa Paris, Ufaransa, kama makao ya mbinguni zinatoka Uturuki. Ingawa yalikuwa machozi ya moto, lakini yalisababisha lami isikie. Lami hainibii wala lami haipaliliwi. Lami haina mbegu, inatoka ardhini. Inachokwa siku zote kupeleka Ulaya Magharibi, haishi mpaka imejenga Tokyo na Amerika. Ukitaka lami nzuri inapatikana Uturuki. Baba yao tunahesabu. Kile alichokosea ni kuuza wito wake wa kwanza. Alafu alikamkataa. Lakini kwa kuivuna aliruhusiwa awe na sehemu. Na ndio maana ile nchi husikii kichokozana na Israeli. Maana alikuwa ni Mungu yake ndio. Lakini kwa utajiri haelezeki. Na yeye anahesabiwa na nchi za Uingereza, hahesabiwi na hao. Hata yeye mwenyewe kumwangalia kwenye unabii wa Ezekieli, pale anasema Gogu wa Magogu amepangwa pengine. Maana lile neno lilimpangua kwenye laana za kukaa maeneo yake. Maana jina la Bwana ni moto. Neno la Mungu ni nyundo.
Wapendwa, tuchangaze tujue Mungu wapendwa. Tunahitaji kuwafundisha watu neno, wasikie utamu, wale wanajaa hapa mpaka nje, maana utamu wa neno ni zaidi ya asali. Nikimwingia mtu anaenda kutafuta wengine haraka, nao wakiote wanamata, hawataondoka. Maana kinywa cha Mungu kina asali, halafu mbinguni kuna asali. Siku hivi vinatakiwa kanisani. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Nina mengi sana ya kuzungumza, lakini naona hata muda na wenyewe umekimbia. Nina mengi sana ya kuzungumza kuhusu haki na kuhusu uwepo wa uwezo wa neno la Mungu alilolisema mtumishi wake, na lilivyoandikwa na manabii na mitume, na lilivyo leo linavyofanya kazi mpaka hivi tunaposimama hapa na simama madhabahuni. Neno la Mungu ni lile la yeye, ni yeye jana na leo na hata milele. Kama alivyosema kwa Ibrahimu, amesema na kwako leo. Na ukichuchumilia unaenda kujiunga na baraka zile. Ukijua ukweli wa kukubalika na ardhi, unaenda kubarikiwa. Weka maombi ya kupaka watu mafuta wakubaliwe na ardhi sasa, ili waanze kuwa matajiri hapa. Gari zianze kupakiwa kule nje. Haya, pikipiki zipaka, lakini zitakuwa kwa pembeni. Kwa maana watu washajua tayari, kumbe maisha yao yako kwenye kikapu kingine. Wahamishie kwenye kikapu cha Mungu wetu kwa njia ya neno na sala na dua na maombi, na kulifahamu neno hili la uzima, ili litengeneze mtu wa ndani, ili uwanje kubalike na apokee vya duniani, ili abarikiwe kimwili na kiroho. Ni lazima Bwana amtengeneze mtu nje na ndani. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Sitaki kwenda sana, nataka nifikie pale ili niuruhusu mchungaji achukue madhabahu. Maana nikiendelea kueleza hii asali na huu utamu, hakika utatoka hapa saa moja. Maana haya ulikuwa roho ya juu. Sasa siku nyingine kwaweza kuendelea ikiwa Bwana ameturuhusu kuona. Maana Mungu tunaomba tuonane. Lakini kwa sasa basi, kwa madakika na muda huu, na ruhusu mchungaji Nyabarendi aweze kuja madhabahu. Bwana Yesu ni mzuri, ni rafiki mwema. 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 Huyo Yesu anarudi, ni rafiki mwema. Bwana Yesu ni mzuri, ni rafiki mwema. Huyo Bwana Yesu abariki, ni rafiki mwema. Bwana Yesu ni mzuri, ni rafiki mwema. Amen. Bwana Yesu